Nilipoongea na mbunge mzee Shukuru Kawamba, dokta, sasa ya maeneo, mimi nikavutiwa na jambo dogo kwamba mtambo wa Ruvu Chini umejengwa mwaka 74 na ulipojengwa na umeme ukapelekwa na maji yanaendelea kutawanywa kusupply katika maeneo mbalimbali na umeme upo, lakini umeme umepita Kongo wanautazama kwa miaka yote. Nikasema sasa iwezekana ifike muda tuseme basi, sababu umeme mkubwa umepita, kazi ndogo tu kuushusha kwenye ule line za kawaida na kuusambaza. Ndio pale nilipoguswa na kipindi kile tukaanza kupitia maeneo yaliyopitiwa na umeme mkubwa. Wamekaa miaka 40 wanautazama, kasema huu haiwezi kuwa matazamio, lazima wapate. Sasa kwa barabara hii hoja ni nyepesi na nimpongeze, ameanza kuifanyia kazi. Kitendo cha kuonana na mkurugenzi wa DAWASA na meneja wa TARURA kuijengea hoja barabara ya Sunguvuni Kongo, barabara inayoenda kwenye mtambo wa Ruvu Chini, mtambo unaotusaidia maji Dar es Salaam nzima, unasafirisha madawa. Je, mvua ikinyesha kikwama maji tunapata safi kweli? Kwa hiyo ni hoja rahisi tu kuijenga, lakini na kuisimamia. Na bahati nzuri wamekuja, wamefanya design. Sasa hapa kilichobakia ni kumalizia, na niwaahidi mimi nitashirikiana na mheshimiwa diwani, na kwa kuwa hizi agenda zinaenda sambamba, ukienda DAWASA na maana unaongea, tutaongea na inshallah, sababu mimi na Mwenyezi Mungu akipenda nitahudumu tu kamati ya bajeti, maana yake ndio vipanga wao kamati ile. Taiomba ili wanakuja kule kwenye mafedha. Sababu barabara inapitika tu, yani kipande chake sio kikubwa, kwa hiyo matengenezo tunaweza tukaanzia kiwango cha lami, lakini hata kuijengea kiwango cha changarawe, lakini kuijengea hoja kiwango cha lami nao si vibaya, kwa sababu ndio unaipandisha thamani na ina umuhimu. Wote tunaitegemea kutokana na huduma inayopatikana kutoka mtambo wa maji wa Ruvu Chini.